sababu ya kazi hii ya Mungu, na najua ya kwamba mambo yote yataenda sawa. Nataka kusema ya kwamba ujumbe wetu wa siku ya leo unasema ya kwamba ondoka mahala ulipo, songa mbele. Bwana apewe sifa. Ujumbe wetu unasema hali ya kuondoka. Hebu sasa anza kujitazama, anza kujiangalia vile unakuwa ukienenda, vile unakuwa ukikaa. Lakini neno linakuja siku ya leo, songa kidogo, inuka juu kidogo kidogo, chukua hatua moja. Bwana apewe sifa. Ni kwa sababu tutasonga, utakaa pahali ulianza mpaka mwisho wa dunia. Utaondoka. Hebu ndio wenzako wataondoka. Hatutakaa kwa comfortable zones. Tutaondoka. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo katika Isaia 60 mstari wa 1, nataka tusome kwa haraka, ni kwa sababu nataka kuchukua tu dakika kidogo. Ni kwa sababu neno moja la Bwana sitapata tudumu wayo. Tutaishi miaka mingi. Ni kwa sababu ya neno moja tu ya kutuambia tuondoke mahala tulipo, na ili tuweze kwenda kufanya kazi ya Mungu. Bwana apewe sifa. Isaya 60 mstari wa 1. Tusikie vile Roho wa Mungu anatuambia siku ya leo. Ni kwa sababu anaandaa meza akijua walaji wako, na walaji ni sisi. Kwa hivyo kaa tayari kusikia vile Roho wa Mungu anakunenea siku ya leo. Kitabu cha Mungu Isaia 60 kuanzia mstari wa 1. Ondoka, angaza, kwa kuwa nuru yako imekuja, utukufu wa Bwana umezuka juu yako. Atiriri, arahuka, ushakarare, wathuri waku nĩũkĩte, naguo riri wa Jehova nĩwakwambia. Amen. Bwana apewe sifa. Ni neno la Mungu linakwambia uondoke. Amka, arahuka. Na yule anaambiwa, unafikia hilo neno la 10 linasema ya kwamba uinuke, arahuka. Sijui ondoka ni vizuri sana, na ondoka, arahuka. Kwa sababu hili neno linasema arahuka ni kama mtu alikuwa usingizi. Bwana apewe sifa. Ni mtu amelala kiasi, ndio anaambiwa amka, ondoka katika kulala, inuka, uangaze. Bwana ni Roho. Ni kwa sababu utukufu wa Mungu uko juu yako. Mwana-HDD, utukufu wa Mungu uko juu yako. Sasa inuka, arahuka. Bwana ni Roho. Kuna dada yetu aliongea, na ni vizuri kwa sababu Roho Mtakatifu anaendelea kutuongoza. Margaret alikuwa na maneno mengi, lakini katika yale alikuwa na ujumbe. Tutoke pahali leti kwani sivyo, alikuwa na neno tuondoke, tuache kulala, tuone vizuri, tuache kutumia kile Mungu ametupatia. Bwana apewe sifa. Tuko pamoja. Roho wa Mungu akinena, tuinuke.
ati nitakapoona nimefika mbinguni kwa Baba. Ndiposa unaambiwa uamuke kabla ya siku ile ya kuenenda kwa Baba yetu. Bwana apewe sifa. Roho wa Mungu awasaidie tuweze kuamka, tuanze kuchukua hatua, tuanze kusikia tuko na uchungu kwa mama kama Rema Faith, ya kwamba tuna uchungu ya kazi ya Mungu. Tusikie ni wakati wetu wa kuamka. Roho Mtakatifu anaposema hivyo, lazima kuna mahala tumelala kiasi, kuna mahala anaona ya kwamba wanaichiti. Hebu muamke, chukueni hatua nyingine. Hata kama ulikuwa unafanya lile, ongeza bidii. Bwana apewe sifa. Roho wa Mungu atusaidie tutoke kwa yale mausingizi tunaweza kuwa ndani yake, katika jina la Yesu. Roho atusaidie kila mmoja asikie hapo na msukumo wa kuondoka katika ule usingizi, na ili aweze kuchukua hatua. Bwana apewe sifa. Nashukuru watu wengi, ninyi wote, ni kwa sababu kwangu na macho yangu naona hakika mna jambo mnafanya, lakini Roho anasema endeleeni, ongezeni bidii. Bwana apewe sifa. Joyce, Bwana asifiwe. Umeondoka pahali, wimbo inaishia hapa na wewe huko. Bwana wabariki sana. Ukirai umtereka imea. Ndiposa Mungu Roho ananena hivi, tuamke mama jana. Na Bwana akubariki sana, kwa sababu ulisema, ulikata kauli utapea Mungu siku hiyo ya Alhamisi. Bwana apewe sifa. Kuna mahali Mungu anataka tutoke na ili atubariki na ili atutendee mengi. Anasema ya kwamba wakati tutaendelea kumuita, katika Yeremia 33:3 anasema wakati tutamuita, yeye atatuitika na atatuonyesha mambo mengi, hata mengine hatujawahi ona. Ndiposa anatusaidia na neno la kutuambia tuamuke. Sasa naanze tuokele. Bwana apewe sifa. Wazee tuamuke, mbarikiwe sana. Lakini Roho bado anatusukuma bahali tumeinuka, tuongezee. Bwana apewe sifa. Na ni kwa sababu nani anatuambia hivyo? Neno katika 2 Timothy mstari wa 2, 18 to 20. Tusikie ni kwa nini tutainuka. Bwana apewe sifa. Ni kwa sababu Bwana anatupenda sana. Sisi hatutapotea. Ni kwa sababu kila Timotheo wa pili 2 kuanzia mstari wa 18 mpaka 20, ambao wameiacha kweli, wakisema kwamba ufufuo wa wafu umekwisha kuwapo, nao huharibu imani ya baadhi ya watu. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, ukiwa na muhuri wenye maandishi haya: Bwana anawajua walio wake, tena ni nasema ya kwamba mstari wa
Nasema katika nyumba ya Bwana ina vitu za aina nyingi. Kuna kifagio, kuna kifagio, kuna vitu za bao na hata kuna vitu za zamani. Bwana apewe sifa. Verse 20, 2 Timothy or verse 2. 2 Timothy chapter 2. Kuanzia 20. Timotheo wa pili mstari wa 20. Katika nyumba kubwa si kwamba kuna vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali pia vimo vyombo vya miti na vya udongo, vingine kwa matumizi maalum na vingine kwa matumizi ya kawaida. Atudeinie waliobayothenene toindo cia dhahabu na fedha ikoragwo kuo ciki, no nĩ kũrĩ indo cia mĩtĩ na cia rĩũmba. Imwe nĩ cia wĩra ũrĩa mũtĩe na imwe nĩ cia wĩra ũrĩa ũtangĩtĩĩka. 21. Bwana apewe sifa. Neno la Mungu linasema ya kwamba tuondoke, tuache kulala. Ni kwa sababu katika nyumba ya Mungu kuna vitu vinatayarishwa, na katika nyumba hiyo kuna vitu za aina nyingi. Kuna bao, kuna kifagio, kuna vitu za zamani. Ndiposa tuwe zile vitu ziko katika ile nyumba, tutumike kama vyombo vizuri zitakaotumika na njia kuu. Lazima tutoke mahali tulipo, na ili tukaribie msalaba, na ili tufanyike zile vyombo zinaofaa mbele zake Mungu, kwa sababu neno limesema kuna zile sio za dhamana sana. Si neno limesema? Hebu jiulize wewe, ni mmoja wa wale na zile vyombo katika hiyo nyumba kubwa, katika nyumba ya Bwana? Wewe ni chombo cha aina gani? Kama utakwambia mahali ulikaa hautaondoka, wewe ni kitu cha aina gani mbele zake Mungu? Bwana apewe sifa. Kwa hiyo siku ya leo kuna jambo la kufanya, tutoke mahala tulipo, na ili tufanyike zile vyombo Mungu anahitaji tuwe. Bwana apewe sifa. Ndio yeye haendaga atuonogo, anatutumia kwa chombo kinachofaa. Katika nyumbani mwetu kuna zile vitu, hata kama ni mtoto umezaa, hutataka auze zile vitu. Hiyo kikombe utafunja, hiyo sahani yaje, si ndio? Kwa sababu kile kitu ni kitu kwako, ni kitu unakitunza na njia kubwa, ni kitu hutaki msaha naye. Hebu imagine nikiwa hilo chombo cha Mungu wetu. Hebu imagine ukiwa hilo chombo, hata taka uuze na Shetani akikukaribia, si huyu, hii hapana, hii ni chombo cha kazi yangu katika nyumba yangu. Hiki chombo ninakitumia na njia ya dhamana sana. Kwa hivyo Ibilisi, funga milango zako na uhame katika maishani ya hiyo chombo. Situpigie Jehova makofi. Ni kwa sababu tukiondoka katika zile hali tumo ndani yake zisizopendeza Mungu, hakika tutakuwa zile vyombo zitampendeza Mungu, nasi tutafurahia. Kama hicho chombo kingeongea vile unakilinda,
ingekuwa hata na majifuno yake mwenyewe. Eti boni. Hicho kikombe na mtamia na safi, lakini utaki mtoto wa Musa. Hata umekitengea na unapamuzana mahala pale, kikaane kikiwa sawa. Bwana apewe sifa. Lakini amesema ya kwamba pia katika ile nyumba kuna kifagio. Jiulize wewe, unataka kuwa kifagio ile ya gatipo katika nyumba ya Bwana? Hata kinaweza kanyagwa, si tunakanyaka. Hata unaweza kanyama kifagio ukipita. Na si kupenda, hata ukioni kwa sababu ni kifagio. Si ndivyo? Kwa hivyo siku ya leo tufunguke macho. Tuinuke tukuje tuimbie Mungu sawa sawa. Tuinuke tufanye kazi ya Mungu. Hebu tufungue masikio yetu ya kiroho. Tusikie Roho anasema aje. Na ili tuweze kuwa zile vyombo takatifu, kwa sababu tutajivua mambo zote zitakazozuilia Mungu kuongea pamoja nasi. Mungu kukutumia wewe kama chombo cha dhamana katika jina la Yesu. Si Bwana ambariki na mtende mema. Neno letu limefika hapa. Sasa simama mkuu. Tuambie Mungu. Yeye ndiye anaweza kutusaidia kutoka mahala hapa. Na ili tuweze kuwa vyombo vitakaompendeza. Atakapotafuta chombo cha kutumia, atakupata. Atakapo anatafuta chombo, hakika atakupata. Na ndiposa tutaimba ule wimbo unasema ya kwamba usinipite Mwokozi. Bwana apewe sifa. Usinipite Mwokozi. Unapozuru